Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo ni kutoka huko Tehran ambapo Iran yasema imeongeza nguvu ya makombora yake tangu vita na Israel. Iran imesema imeongeza nguvu kubwa ya makombora na wakati huo itatumia makombora ambayo hayakutumika katika kipindi cha vita vya siku 12. Makombora mapya pamoja na yale ambayo yameongezewa nguvu yatatumika katika vita ambavyo Marekani inavitafuta. Kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Iran, amesema kuwa Iran sasa ina makombora imara zaidi kuliko yale yaliyotumika wakati wa vita vifupi kati yake na utawala wa Israel mwaka uliopita. Brigadia Jenerali Reza Talehnik amesema jana Jumamosi kwamba Iran pia imeongeza idadi ya makombora yake tangu kumalizika kwa vita vya mwezi Juni. Alinukuliwa na shirika la habari la Tasnim akisema uwezo wa Iran katika nguvu ya makombora kwa wingi na kwa ubora umeongezeka ikilinganishwa na vita vya siku 12 vya kulazimishwa, na uwezo wa ulinzi wa makombora wa nchi umeimarika na kuwa madhubuti zaidi kutokana na uzoefu uliopatikana wakati wa vita. Jenerali huyo ameongeza kuwa Iran imeendeleza uwezo wake wa hali ya juu wa makombora ili kukabiliana na vitisho vipya, huku akisisitiza kwamba maendeleo hayo yataendelea kuwekwa siri ili kumshangaza adui wakati mwafaka utakapowadia. Wakati huu Iran imeweka wazi kwamba makombora yote yapo tayari katika maeneo mbalimbali ardhini na baharini kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya Marekani, ambayo rais wake Donald Trump ameweka wazi kwamba wakati wowote vifaa vya kijeshi vitatua katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivi inadaiwa kwamba meli ya USS Abraham imepelekwa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, na inadaiwa pia kuna ndege kubwa iliyobeba silaha mbalimbali za kivita ambayo inapelekwa katika kambi ya Al Udeid huko nchini Qatar. Al Udeid ni moja kati ya kambi za anga za Marekani ambazo zipo katika eneo la Mashariki ya Kati. Ni kambi ambayo ilishambuliwa pia wakati wa vita vya siku 12 na Iran. Iran ilishambulia kambi hiyo baada ya Marekani kufanya shambulizi kwa kutumia makombora ya Buster kupitia ndege za B-2. Hata hivyo, msemaji wa jeshi la Iran amepuzilia mbali vitisho vya hivi karibuni vya mashambulizi dhidi ya Iran, akisema kuwa lugha ya kusuasua ya maadui inaonyesha wazi hofu yao kuhusu uwezo wa ulinzi wa Iran na nguvu ya makombora yake. Makombora ya Iran yaliyotumika katika vita dhidi ya Israel yalisababisha uharibifu mkubwa kwa utawala huo, yakipiga malengo mengi ya kijeshi na kiuchumi katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu kwa ustadi wa hali ya juu. Wataalamu wa kijeshi wanaamini kuwa athari inayoongezeka ya makombora ya Iran yaliyolenga maeneo ya Israel ilikuwa sababu muhimu iliyomlazimu Rais wa Marekani Donald Trump kushinikiza utawala huo kwa kubali kusitisha mapigano mnamo Juni 24 mwaka 2025. Maafisa wa Iran na makamanda wa kijeshi wameonya kuwa nchi hiyo haitasita kutumia nguvu zake kubwa za makombora dhidi ya malengo yanayohusishwa na Marekani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati endapo Washington itaamua kuishambulia Iran. Rais wa Marekani Donald Trump anaamini wakati wowote ana uwezo wa kutumia aina ya silaha za siri ambazo hazikuwahi kutumika katika siku za hivi karibuni kuishambulia Iran, huku Iran ikisema ipo tayari kwa ajili ya kujibu chochote ambacho Marekani itaamua kufanya ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa sasa hali imekuwa ni tete katika eneo la Mashariki ya Kati na duniani kote. Moja kati ya changamoto ambazo wakati huu zinaonekana ni kwamba Marekani wakati wowote inaweza ikaanzisha operation ndani ya Iran. Lakini pia Marekani ambayo rais wake Donald Trump alitoa sababu kwamba ni kile kinachoendelea ndani ya Iran baada ya wakati wa kipindi cha maandamano ambayo kwa namna moja ama nyingine yamesitishwa katika maeneo mengi nchini Iran, kwamba kulikuwa na vifo vya zaidi ya watu 800 waliotaka kunyongwa, huku akisema endapo serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itatimiza lengo hilo, basi Marekani itaanzisha mashambulizi ndani ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Na hata akiwa huko Davos nchini Uswisi, alizungumza na waandishi wa habari akisema silaha nzito zimepelekwa katika Mashariki ya Kati. Maana yake rais huyo wa Marekani anataka kufanya shambulizi ndani ya Iran, lakini sasa bado inatafutwa sababu ya msingi ya kufanya shambulizi hilo. Maneno yamekuwa ni mengi, lakini baada ya kumalizika kwa maandamano likaja suala lingine la nyuklia
pamoja na makombora ya masafa marefu. Hii ndio inayotajwa kwamba huenda ikawa ndio sababu ya Marekani kuanzisha operesheni hiyo, ambayo kimsingi haina maana kwa mujibu wa wataalamu wa mambo, kwamba ni sababu isiyokuwa na maana, kwani uwepo wa makombora ya masafa marefu ndani ya Iran haitakuwa kigezo cha kuanzisha operation ndani ya Iran, kwani yapo mataifa mengi yenye uwezo wa makombora hayo lakini hayakushughulikiwa. Urusi ina makombora kama hayo, China, lakini na mataifa mengine, lakini hofu makombora hayo ambayo yana uwezo wa kufikia Israel, ambayo yana uwezo wa kuruka umbali wa kilomita zaidi ya 2000, ndio hofu ya Marekani pamoja na Israel. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.